Mwanadamu anapozaliwa ni kama tunda apple lililotoka kwenye mti wake, liko timilifu hivi. Utimilifu wa mwanadamu kwa wakati ule ni kwamba yeye anakuwa na mawazo yake halisi, namna yake ya kuona mambo. Hata akikutana na jambo atafanya maamuzi kulingana na yeye anavyoona. Lakini mwanadamu yule anaanza kubadilika na kuwa kiumbe kipya pale tu anapoanza kuelewa dunia inataka aweje. Familia yake itaanza kumhubiria, ongea hivi, cheka hivi, wasiliana na watu katika namna hii, amiliana na watu kwenye namna hii. Pale kiumbe kile kinaanza kubadilika na kuwa kiumbe kingine kipya. Anakwenda shule, walimu wake wanamfundisha vingine vya kumbadilisha maarifa yake halisi na kuwa kiumbe mpya ambaye wanataka tu lazima aingiliane na kumatch na dunia ulimwengu ulivyo. Ulimwengu mzima utambadilisha huyu mwanadamu hata kwa mahubiri ya dini, mpaka kikawa kiumbe kipya ambacho kinaamini mambo sahihi ya kufanya ni kulingana tu na dunia inavyoyatazama. Kwa mfano, dunia ilisema ustaarabu ni kuchana nywele. Basi na wewe utaamini kuchana nywele tu ndio ustaarabu. Lolote tofauti na kuchana nywele litakuwa ni uhuni. Lakini hilo linaweza kuwa jambo jema kwa mtu ambaye mawazo yake yamefungika kuifurahisha dunia. Ila kama ni mtu ambaye mawazo yake yako huru kwenye namna ya kutaka kufanikisha kile ambacho anahisi Mungu ndio kamuumba ili akifanikishe, hapo utakuwa kwenye tatizo kubwa. Na hiko pia ndio kilichotokea katika historia ya Michael Rockefeller. Michael alikuwa akitaka kuionyesha familia yake kwamba yeye ana akili, ana uthubutu na anaweza kufanya kazi akakamilisha mambo ambayo ni magumu. Michael Rockefeller akayaweka rehani maisha yake kwenda kwenye safari ya kutaka kuufurahisha ulimwengu tu na familia yake, bila ya kujali ya kwamba yeye mwenyewe kajiweka matatani kiasi gani. Na watu wengi sana kwenye haya maisha ya dunia sasa wanakutana na hatima mbaya kwa sababu tu pressure kubwa ya ulimwengu ya kuwaambia ishini hivi, hiki ndio sahihi na hiki si sahihi. Ni kama lile swali jepesi linalouliza kwa nini 1+1 iwe 2 isiwe 11? Hakuna majibu yoyote ya msingi kuthibitisha hilo isipokuwa ndio dunia imeshaamua hivyo. Ila nitakuacha na msemo mmoja. Mshairi mmoja mwenye asili ya Marekani na Ujerumani anaitwa Charles Bukowski. Huyo mzee aliwahi kuuliza, je, unaweza kukumbuka wewe ulikuwa nani kabla dunia haijakwambia uwe nani? Kama utaweza kukumbuka wewe unayatazama vipi mambo kwa asili yako na unaweza kuamua vipi kwenye hayo mambo kwa asili yako bila kupelekeshwa na mitazamo ya dunia, basi uko katika faida kubwa. Lakini tofauti na hapo, inawezekana hatima yako ikawa kama Michael Rockefeller. The Storybook hii leo naihitimisha hivyo. Jina langu Jamal Mustafa Jamal April Professor. The Storybook.